Naam, shukran sana. Na leo kuweza kushuhudiwa maandamano au shughuli za kuweza kuwakumbuka wale vijana ambao walipoteza maisha yao katika maandamano hapa awali. Katika mji wa Nyahururu tunaona kuwa shughuli za kawaida zimeweza kutatizika, baadhi ya biashara na maduka makuu yakiwa yamefungwa. Vile vile barabara zote kuu za kutoka na kuingia mjini Nyahururu tunaona kuwa shughuli ni chache mno. Magari za uchukuzi vile vile kwa kiwango fulani ziko chache katika barabara. Tunaona kuwa maduka kadhaa pia vile vile yameweza kufungwa, na yale ambayo yamefunguliwa kuna wasiwasi kuwa huenda maandamano haya yakageuka kuwa ya vurugu. Na kwa kawaida mji wa Nyahururu huwa inashuhudia maandamano kuanzia mida saa 12:30 asubuhi, lakini siku ya leo tunaona kuwa maafisa wa polisi wako ange, na kinyume na hapo awali ambapo mji wa Nyahururu ulikuwa unashuhudia magari mawili matatu ya polisi. Siku ya leo magari ya polisi ya kulinda usalama na kushika doria ni mingi mno. Tunaona kuwa katika kila mtaa, katika kila barabara lazima tunaona kuwa kuna gari la polisi ambalo linashika doria na kuweza kutawanya vikundi vya vijana ambavyo vinaweza kujikusanya. Na kama huyu jamaa ambaye unamtazama kwa sasa amejipata mikononi mwa polisi, hii ni baada ya kuonekana au kukisiwa kuwa yeye ni mmoja wa wale vijana ambao walikuwa wanajaribu kufunga barabara hii ya kutoka mjini Nyahururu kuelekea Olkalau kwa kuweza kutupa jiwe au kuweza kuwekeza jiwe katika barabara hii. Hata hivyo jamaa huyu baada ya kuongeleshwa na polisi na kuweza kuamuriwa kuwa akaweze kuondoa yale mawe ambayo alikuwa katika barabara hii, aliweza kuachiliwa huru na kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Kwa sasa wacha tujiunge na mkaazi mmoja ambaye ni mhudumu wa bodaboda kutoka mji wa Nyahururu, tusikie anaye pia kusema kuhusiana na siku ya leo. Karibu ndani ya TV47, utasongea hapo. Kianza kwa kujitambulisha majina, tueleze wewe kama mhudumu wa bodaboda, siku yako ya leo iko aje? Kwa majina ni Peter Joe, mkaaji wa Laikipia, mji wa Nyahururu. Mimi kama mhudumu wa bodaboda hapa Nyahururu, hii kazi imekuwa gumu sana. Leo ni siku baya sana. Saa kama asubuhi ya leo nakuwa nimepata 300, lakini saa hii niko na 70 bob peke yake, kwa sababu biashara zote zimefungwa. Hakuna watu wametokea, watu wako na hofu, watu wako na uoga, wamefunga biashara zao zote kwa sababu ya kuogopa vitu zao zikuje zikaharibiwa na waandamanaji. Siku ya leo ningeomba kila mtu ashike kura yake ili tuweze kujenga hii nchi yetu, na hii kura yetu ndio kiboko chetu, kwa sababu tunapita magumu sana wakati kama watu wa waandamanaji wametokea barabara, kufunga barabara, kuharibu vitu za wenyewe. Kwa hivyo tukiomba hii maandamano waache. Hivyo tuliambiwa na yule naibu wetu alikuwa hapo awali, watu wasije wakatokea barabara, waweze kusikia hayo na wasitoke kwa barabara, ili biashara ziweze kuendelea, ili tuweze kujenga nchi yetu. Katika pilika zako unahisi kuwa yale maduka ambayo yamefungwa, unahisi ni kwa nini yamefungwa? Wenye biashara wamefunga biashara zao kwa sababu wako na uoga sana, kwa sababu wakati waandamanaji wametoka kwa barabara hakuna jambo lingine wanafikiria kwenda kuharibu biashara za wenyewe, kuiba vitu za wenyewe. Kwa hivyo maana biashara zimefungwa. Sasa kama mimi hudumu wa bodaboda niko na njaa sana. Saa hii inakuwa nikiderivu bidhaa hivyo napewa na hawa watu wa biashara. Saa hii hakuna, kwa sababu hawajafungua biashara. Kwa hivyo wito wako kwa vijana na kwa Wakenya kwa jumla ni upi kuhusiana na siku hii ya leo? Wito wako ungewaambia nini? Mimi vile ningewaambia hii maandamano iache kabisa. Vile tungefanya kila mtu ashike kura yake, hivyo kura yake ndio itakuja kuleta mazuri nchi yetu. Asante. Naam, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya mhudumu mmoja wa bodaboda kutoka mji wa Nyahururu akisema kuwa biashara yake ya kawaida imeweza kuathirika. Hivyo anatoa wito kwa vijana na Wakenya kwa jumla kuweza kuhakikisha kuwa siku ya leo ameweza kudumisha amani, ili kuhakikisha kuwa yule mfanyibiashara, yule mhudumu wa bodaboda, yule dereva, yule afisa yeyote ameweza kupata kipato siku ya leo. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako studio.
Naam, mtazamaji, ndivyo hali ilivyo huko Nyahururu, mwandishi wetu wa habari akisema kufikia sasa hali ni tulivu. Sasa tuelekee Nakuru mtazamaji. Awali tulikuwa tumezungumza na mwandishi wetu wa habari Mike Chalo akizungumza na mwandishi mwenza hapa studioni Frederick Indimuli kuhusiana na hali ilivyokuwa katikati mwa mji huo wa Nakuru. Hebu sasa tufululize huko tena tusikie iwapo hali bado ni tulivu au kuna mabadiliko. Mike, iwapo unanipata, habari za sasa, hali ikoje katika mji huo wa Nakuru siku hii?